majina anaitwa Tamia Abbas Mtemvu, ni mwanafunzi kutoka Marekani, chuo kinaitwa University of North Texas, na nasomea Business Analytics, na nimerudi nyumbani kwa mapumziko kidogo. So, nilivyokuwa kule, kitu kikubwa ambacho nilifanya na mpaka wazazi wangu wakafurahi ni nilishiriki katika International World Fair, ambayo ni event inayofanyika kila mwaka. Wanafunzi mbalimbali wanakuwa wanawakilisha taifa zao, na nilivyokuwa naongea na mwanzilishi wa hiyo event akasema kwamba katika miaka yake 20 ya kufanya kazi hakuwahi kumuona Mtanzania yote kufanya. So mimi nikasema basi mimi nitakuwa kwanza, na lengo langu lilikuwa kulitangaza Tanzania kimataifa zaidi. Hiyo ni mazuri, kuna kampuni baadhi zimeweza ku reach out, wananiambia kwamba nikirudi wanataka kushirikiana na mimi kuweza kujua zaidi kuhusu Tanzania, lakini pia kuleta vitu. Kwa mfano kuna kama wazungu, nilipokuwa kwenye meza yangu nilikuwa na vitafunio mbalimbali kama korosho, karanga, achari, ubuyu, visheti. So wale wazungu kupata zile taste hivyo vitu tayari wananiambia kwamba tunataka utuletee. Kuna wengine mpaka niliweka stone ya Tanzanite, wakasema pia wanataka order za Tanzanite, na huyo mwanzilishi pia wa hiyo event akaniambia kwa sababu kwenye ile event watu wengi sana wanakuwa wanakuja kwenye meza yangu, kwa sababu najua watu wengi wanajua Tanzania lakini hawajui kwa ndani. Kwa hiyo wanaisikia sana kwenye mitandao ya jamii nini. Kwa hiyo kwenye meza yangu nilivyoelezea sana ikawa meza yangu imejaa. Kwa hiyo mwanzilishi akaniambia kwamba anataka tufanye event nyingine iitwe Discover Tanzania, ambayo itakuwa ni event pekee yani ya Tanzania tu, sio tena ya kuhakikisha nchi zote. Kwa wanafunzi wanakuwa yani ni event ambayo inafanyika na ile chuo, na wanafunzi mbalimbali wanawakilisha taifa zao. So kama ni mtu Brazil atawakilisha taifa yake, so mimi kama Mtanzania nikasema lazima niwakilishe Tanzania. Na hasa unawakilisha nchi yako kwenye sekta za utalii, vyakula, kuonyesha labda mavazi yenu, makabila yenu, kadhalika yao. Kwa nini wewe ulijielekeza zaidi kwenye utalii na sio kwenye sekta nyingine? Mimi toka mdogo ni mtu ambaye napenda sana kujua vitu, like napenda kujua jinsi watu wanavyoishi, kujua maisha ya watu wengine. Ni mtu ambaye niko very curious. Na sasa kwenye utalii, kwa sababu kama hapa Tanzania tuna makabila zaidi ya 120. Kila mmoja anaishi kitofauti. Kwa hiyo mimi vile ninavyoandaa ile event kupata pia na mimi napata kujua kabila zingine wanaishi vipi. So it's something ambayo mimi niliona very interesting. Lakini pia sekta ya utalii hapa Tanzania ndio yenye biashara kubwa, na watu wengi hawajajua, lakini ukiwa balozi kama kule nje kuna fursa nyingi sana za kuitangaza nchi yako, lakini pia kuwaleta watalii huku. So mimi hisi ndio maana nimejikita kwenye sekta hiyo. Kusimua Tanzania, yes, na kwa watu wengine kujua Tanzania zaidi. Kwa event kufanyikia Tanzania na maybe kufanyikia nje. Mimi nahisi unajua kufanya nchi kama hapa Tanzania, kufanya event kama hiyo ni kitu kizuri pia, lakini ni kama kuienzi taifa, kwa sababu watu wengi tayari wanajua kuhusu Tanzania, kama tuna Mount Kilimanjaro, Serengeti, tayari tunajua hivyo vitu. Lakini ukifanya nje ni wewe wanakuja pale hawajui chochote. Wao wanajua Tanzania, wameona kwenye mitandao, Zanzibar nini, lakini hawajui ile upekee wake, yani kiundani zaidi, uzuri wake wa undani zaidi. Kwa hiyo unapata fursa ya kuweza kuwaambia watu vitu vingi ambavyo walikuwa hawajui. Kama wengine walikuwa hawajui kama Tanzania ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kuna wengine walikuwa hawajui kwamba Olduvai Gorge ndio fuvu la kwanza la binadamu kupatikana. So ni vitu ambavyo wewe mwenyewe unapata historia, lakini unaweza kuelekeza wengine. Yeah. Umepata hiyo exposure sasa. Pengine nini kifanyike kwa sekta ya utalii na sekta mbalimbali ambazo zinagusa moja moja taifa kimataifa? Labda nitoe wito kwa kampuni za utalii hapa Tanzania tuweze kufanya program ambayo tuweza tukaitangaza Tanzania nje zaidi, kwa sababu yes Tanzania inajulikana nini, lakini zaidi kwenye sekta ya utalii tuweze kuitangaza nje. Kama sisi diaspora tuweze kufanya program kama hiyo, na I think kuwekeza kwa watoto wetu kwenye elimu na kuwasimamia chuo ni kikubwa, na hawa kwa kuwa wako nje kama alivyoongea mwenyewe, wakiungana wakatangaza nchi yetu, na imani utalii kwetu utakuwa umepiga hatua, kwa sababu watalii wataongezeka kuja na mapato yetu ya ndani yataongezeka. Kwa hiyo mimi nasisitiza kwamba mabinti wanapopata nafasi ya kwenda kusoma nje waitangaze nchi yetu, waisemee mazuri, wamsemee rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio mwanamke wa kwanza kuiongoza nchi yetu, lakini East Africa ndio yeye. Kwa hiyo wamsemee, lakini sio wamsemee tu hivi, na mambo aliyofanya ni makubwa. Katika nchi yetu amegusa kila maeneo, miradi chungu mzima inatekelezeka, tunaiona.
Yaani kila unapoenda watu wanamzungumzia Mama Samia kaita fedha hizi, kaita fedha hizi. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa na imani mabinti wanataka kuiga huu mfano. Kwa hiyo na yeye pia mimi namshukuru, namuona yuko katika kuutangaza utalii. Hata Mama Samia mwanzo kabisa tulimuona akiutangaza utalii, alitoka nje. Na ilisababisha tuliona watalii wanakuja. Kwa hiyo kama mabinti kama wana wao wanatangaza, mimi nasema tunalisaidia taifa letu. Mimi leo karudi salama kwenye likizo yake miezi mitatu. Baada hapo akirudi shule anaenda Disemba kumaliza rasmi degree zake na kurudi nyumbani sasa kuanza kujenga taifa pamoja na sie. Lakini jambo ambalo hata sisi tumeliona wazee likatusisimua sana. Ndio maana leo mimi huwa simpokeagi wala simsindikizi. Lakini leo imebidi nije kumpokea kwa kazi kubwa aliyoifanya, na tukasema basi apate na maua yake kwa mambo ambayo kayafanya kule, kwa sababu baada lile tukio sisi hatukujua, lakini tumepokea simu nyingi zikipongeza kwamba amefanya jambo kubwa kwa nchi yake, tangaza utalii, lakini amemtangaza rais wake Daktari Samia Suluhu Hassan nje ya nchi kule. Wanamtambua watu, lakini wanaendelea kuzidi kumtambua. Kwa hiyo mimi ni muombe tu kwamba aendelee hivyo, na wenzake wote wanaosoma nje ya nchi na ndani ya nchi waendelee kutangaza nchi yetu. Lakini kubwa ambalo mimi nataka niseme kwamba tuendelee kumwombea dua Daktari Samia Suluhu Hassan, ili Mungu akipenda mwezi wa 10 tumpe miaka 5 tena. Aliyofanya ni makubwa. Mtu yote ambaye haoni hana macho tu. Hilo mimi niseme ndio kubwa kwangu, kwamba tumuombee dua rais wetu. Mabadiliko makubwa sana, kila eneo mabadiliko, kila eneo mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru sana na nyinyi, mimi sikujua kama mko nje kumpokea na nyinyi mmeona. Kwa hiyo niwashukuru sana. Kuja Tanzania kwa mapumziko mafupi, kule nasomea degree ya Business Analytics na natarajia kumaliza mwaka huu inshallah. Nilishiriki katika International World Fair ambayo ni event inafanyika kila mwaka pale chuo, ambayo wanafunzi mbalimbali wanaonesha na kuwakilisha taifa zao. So nilipokuwa naongea na mwanzilishi wa ile event, akaniambia katika miaka yake 20 ya kufanya kazi hakuwahi kumuona Mtanzania kushiriki au kuwakilisha nchi yake. Nikasema basi mimi nitakuwa wa kwanza, na lengo langu lilikuwa kuitangaza Tanzania kimataifa zaidi. So katika event hiyo nilikuwa na meza yangu ambayo nilikuwa nimeweka picha za vivutio mbalimbali kama Serengeti, Olduvai Gorge, Zanzibar, Kilimanjaro, and niweka pia vitafunio, visheti, korosho, ubuyu, nikaweka na kahawa yetu, majani yetu ya chai, yani kufanya hivyo vyote ili wageni wapate kuvutiwa kuja kwenye meza yangu. Na niliweza kufanikiwa kwa hili kwa sababu wengi walikuja kwenye meza yangu na walitaka kujua zaidi kuhusu Tanzania, kwa sababu wanasikia sana kwenye mitandao lakini hawajui kwa undani na kwa uzuri wake. So wakaja kwenye meza yangu na wengi wakaniambia kwamba wanataka kuagiza vitu na hata Tanzania nini. Kwa pia hii imetujengea kwamba uaminifu, kwa maana mimi nikirudi nitawaletea na vitu. Lakini bila kusahau nimpongeze sana na nimshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kutuwezesha na kuifanya Tanzania ionekane kimataifa zaidi. Watu wengi wameisikia sana, watalii wengi wame-express interest ya kuja kutalii Tanzania, na ni kwa sababu yeye kainua sana hasa Tanzania kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo namshukuru kwa hiyo, na kwa wakati ambao nitakuwepo hapa nitashiriki kwenye kupiga kura kumuunga mkono mama yangu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Chama cha Mapinduzi, na yote hii kwa sababu wao wamekuwa mstari wa mbele kutuwezesha sisi vijana kufanya vitu kama hivi vikubwa. Kwa hiyo asanteni sana. Labda kwa upande wa utalii nini ambacho umekusia? Kwenye upande wa utalii, kwa sababu mimi toka mdogo napenda sana utalii. Yaani napenda kujua taifa mbalimbali, watu wanavyoishi, na sisi Tanzania watu wengi hawajui lakini tuna makabila zaidi ya 120. Kwa hiyo yote hii nimefanya kwa sababu nataka kujua zaidi hao makabila wanaishi vipi, wana vyakula vyao, vitu mbalimbali. Watu wengi hawajui hivyo vitu. So mimi nikaona nifanye hiki jambo ili na mimi niweze kujua zaidi kuhusu nchi yangu, lakini watu wazidi kujua kuhusu uzuri wake. So nimetarget sana mambo kama national parks kama Serengeti, Ngorongoro, Mikumi,
Mount Kilimanjaro, Olduvai Gorge ambayo ndo fuvu la kwanza la binadamu lilipatikana, so vitu kama hivyo. Zanzibar. Nimeelezea kwamba kwa kipindi chake ametuongoza, tumeona mabadiliko makubwa na Tanzania imezidi kujulikana haswa hata kwenye mitandao ya jamii. Ilikuwa sio kama zamani. Sasa hivi Tanzania inajulikana, hata nikiwa Marekani nikimwambia mtu umetoka Tanzania anauliza Zanzibar vipi? Kwa hiyo imekuwa kwa chini ya uongozi wake ametufanya ni nchi yenye amani, upendo, lakini pia ameitangaza kama diaspora ambayo ndio sisi alotukua nje ya nchi. Mimi niseme kwamba tujivunie kwa nchi yetu, tuitangaze kwa furaha, kwa kujivunia, kwa sababu tutamaliza masomo, tutarudi, itakuwa ndo sisi jukumu letu la kujenga taifa. Kwa hiyo tusikate tamaa, tusome kwa bidii, lakini pia tujiamini na Tanzania. Yaani tusisahau kwamba sisi ni Watanzania, tuna umoja, tuna upendo na sisi wote ni mabalozi wa hii taifa. Swali la mwisho, mwitikio ulikuwaje baada ya yale maonyesho? Mwitikio ulikuwa mkubwa. Kuna kampuni mbalimbali zimenitafuta zikaniambia kwamba wanataka kufanya individual event ya Tanzania peke yake. Hata yule mwanzilishi akaniambia kwamba anataka siku tufanye Discover Tanzania ambayo itakuwa ni siku pekee, yani event tujaribu kuorganize, mimi ni watafute na Watanzania wenzangu pale chuo tufanye ya Tanzania peke yake. So ni mwitikio mkubwa. Pia nimepata order za korosho, achari, ubuyu. Yani wazungu walivyokuwa wanaonja hivyo vitu waliona ni vitu vya kipekee sana. Kwa hiyo yeah.